TRC, shirika la reli Tanzania, tumejizatiti wewe kukuhudumia, kusafirisha mizigo, kusafirisha abiria na huduma za bandari kavu. TRC inakupatia wote, inga uhujumu miundombinu ya reli, wote pamoja, ungana na TRC. Naam, hali gani mtazamaji, na karibu sana katika mwendelezo wa vipindi vyetu vya reli na matukio kutoka shirika la reli Tanzania TRC. Jina langu ni Hemed Mohamed. Katika mfululizo wa vipindi hivi vya reli na matukio, hapa unapata nafasi ya kufahamu masuala tofauti kuhusiana na shirika la reli Tanzania TRC, kwa maana ya huduma zinazotolewa na shirika, matukio pamoja na miradi inayosimamiwa na shirika la reli Tanzania TRC chini ya Wizara ya Uchukuzi. Mpiga picha ni Agustino Bulegea kwa niaba ya kitengo cha habari na uhusiano cha shirika la reli Tanzania TRC, na kukaribisha mtazamaji. Karibu sana. Chuo cha reli, twajivunia, twalipongeza shirika la reli la Tanzania kwa kuwezesha mafunzo ndani ya chuo cha reli. Juhudi za serikali ya Tanzania tunaziona. Tabora, chuo cha teknolojia ya reli Tanzania kilianza mnamo mwaka 1947 wakati wa utawala wa kikoloni. Kiliendelea kuwaandaa wataalamu mbalimbali katika sekta ya usafiri kwa njia ya reli mpaka baada ya uhuru wa Tanganyika na kuundwa kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Chuo chetu hiki kilikuwa ni tawi la chuo ambacho kilikuwa main campus ilikuwa Nairobi. Kwa hiyo hapa tulikuwa tunazalisha wataalamu kwenye kada ya chini ambao walikuwa ni makarani, lakini kada ya kati na kada nyingine ya juu mameneja walikuwa wanakwenda kusoma kule Nairobi nchini Kenya. Wakati huo chuo kilikuwa kinaitwa Railway Training College, kwa kifupi kinaitwa RATCO. Kwa hiyo chuo kiliendelea kufanya mafunzo mpaka ilipofika mwaka 1977 wakati ambapo Jumuiya ya Afrika Mashariki ilivunjika. Baada ya kuvunjika Jumuiya ya Afrika Mashariki mwaka 1977, kwa hiyo sasa rasilimali ambazo zilikuwa upande wa Tanzania zikabaki Tanzania, na rasilimali ambazo zilikuwa upande wa Kenya zikabaki Kenya, na zile rasilimali ambazo zilikuwa ziko upande wa Uganda zikabaki Uganda. Kwa hiyo sisi pia chuo chetu kikabaki. Kwa hiyo sasa wakati huo ikawa tena hakuna uwezekano wa wafanyakazi au wataalamu kutoka hapa Tanzania kwenda kujifunza Nairobi. Kwa hiyo baada ya hapo serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikaamua kukiimarisha chuo chetu kwa kupitia shirika la reli Tanzania. Kwa hiyo sasa kozi hapa sasa zikaanza kutolewa kozi katika kada zote ambazo zilikuwa zinatolewa kule Nairobi. Hivyo basi mwaka 86 iliamuliwa kwamba fani mbili ya mekaniko na ya umeme zihamishiwe Morogoro, ili mtu akifundishwa iwe rahisi kuonyeshwa kinachoendelea hapo kwa vitendo. Kwa hiyo baada ya hapo fani ya udereva ilibaki Tabora, lakini pia ikawa na yenyewe na ukakasi wakati wa mazoezi. Hivyo na yenyewe kuanzia mwaka 88 kwenda 89 ililazimika na yenyewe ihamishiwe hapa. Kwa hiyo Morogoro sasa kuanzia kipindi hicho mpaka leo tuna program 3: ufundi wa mechanical level 4 mpaka 6, na sasa ufundi wa umeme level 4 mpaka 6, lakini udereva wa treni unafundishwa kwa miaka 2, ambapo na yenyewe akimaliza anapata stashahada, yani diploma. Kutokana na umuhimu wake na mahitaji ya wataalamu kuongezeka, kampasi ya Tabora ya chuo hiki ilisajiliwa rasmi kama taasisi ya elimu ya kati na kuanza kutoa astashahada na stashahada katika fani mbalimbali zinazohusu uendeshaji wa shughuli za reli, na baadaye ikawa hivyo pia kwa kampasi ya Morogoro. Mpaka sasa chuo chetu kina kozi 9 ambazo tunazitoa kuanzia kada ya astashahada ya awali mpaka kada ya astashahada stashahada ya kawaida, ordinary diploma. Kwa kampasi ya Tabora tuna kozi 6 ambazo tunazitoa. Tuna kozi ambayo tunaita Railway Transport and Logistics Management. Hii tunaitoa kutoka kada ya awali mpaka kwenye kada ya ordinary diploma, stashahada ya awali mpaka
stashahada ya kawaida, yani Basic Technician Certificate in Railway Transport and Logistics Management, na mpaka Ordinary Diploma in Railway Transport and Logistics Management. Kwa hiyo tunatoa kwenye ngazi ya cheti mpaka kwenye ngazi ya astashahada au Ordinary Diploma. Na kozi nyingine ambayo tunaitoa hapa ni Railway Track Technology. Hii ni kozi ya wataalamu wa njia ambao wanahusika katika ujenzi wa miundombinu ya reli, njia ya reli, kufanya ukarabati na kufanya matengenezo njia ya reli na miundombinu yake yote, njia yenyewe, madaraja, mahandaki na miundombinu yote inayokuwepo kwenye njia ya reli. Na kozi hii pia tunaitoa kwenye ngazi ya astashahada ya awali, yani Basic Technician Certificate, mpaka kwenye stashahada ya kawaida, yani Ordinary Diploma. Kwa maana kwamba stashahada ya awali tunaita Basic Technician Certificate in Railway Track Technology, yani NTA level 4, na stashahada ya kawaida ni Ordinary Diploma in Railway Transport, Ordinary Diploma in Railway Track Technology, yani NTA level 6. Kozi nyingine ambayo tunaitoa hapa ni kozi ambayo ni wataalamu wa mabehewa ambao wanafanya kazi ya kukagua, kufanya matengenezo ya mabehewa. Kozi hii tunaitwa Carriage and Wagon Mechanical Technology. Na yenyewe kozi hii tunaitoa kuanzia ngazi ya astashahada ya awali, yani Basic Technician Certificate, mpaka ngazi ya stashahada ya kawaida, yani Ordinary Diploma. Kama nilivyosema hapo awali, hawa ni wataalamu wa mabehewa aina zote ambao wanakagua, ikitokea ikaonekana kwamba behewa lina matatizo yote au changamoto, wao wanafanya repair na maintenance kuhakikisha kwamba linaweza likasafirisha abiria na mizigo likiwa katika hali nzuri. Kozi nyingine ambayo tunaitoa hapa ni Railway Transport Economics. Kozi hii hawa ni wachumi katika upande wa biashara ya reli. Ni wachumi ambao wanasaidia shirika katika kuweza kufanya planning, kufanya mipango na kuisaidia shirika kuweza kufanya shughuli zake za usafirishaji wa mizigo na abiria kwa tija zaidi kiuchumi. Kozi hii pia tunaitoa katika level ya astashahada ya awali, yani Basic Technician Certificate, na mpaka kwenye stashahada ya kawaida, yani Ordinary Diploma. Kozi nyingine ambayo tunaitoa ni kozi inayohusiana na masuala ya usalama katika miundombinu ya reli. Tunaita Transport Safety and Railway Accident Management. Na yenyewe tunaitoa kwenye level ya astashahada ya awali, yani Basic Technician Certificate, na stashahada ya kawaida, yani Ordinary Diploma. Kwa hiyo kwa level ya stashahada ya kawaida tunaita Basic Technician Certificate in Railway Transport Economics, NTA level 4, na upande wa stashahada ya kawaida, yani Ordinary Diploma, inaitwa Ordinary Diploma in Railway Transport Economics, NTA level 6. Kozi nyingine ambayo tunaitoa hapa nimezungumzia kozi ya upande wa safety, usalama katika miundombinu ya reli. Kwenye level ya certificate tunatoa Basic Technician Certificate in Transport Safety and Railway Accident Management, yani NTA level 4, na Ordinary Diploma in Transport Safety and Railway Accident Management. Kozi hii kama nilivyosema hapo awali, hawa ni wataalamu ambao wanaenda kuangalia viashiria vyovyote ambavyo vinaweza vikasababisha kutokea kwa ajali na kuona namna ya kuweza kuzuia. Lakini pia ni watu ambao wanaangalia kuangalia namna ambavyo tunaweza tukafanya kupunguza ajali zisitokee. Lakini pia ikitokea ajali ikatokea, wao watakuwa ni wataalamu wa kufanya uchunguzi, kuweza kujua chanzo cha ajali na kuweza kutoa ripoti kamili kama inavyotakiwa, na kushauri namna ambavyo tunaweza tukafanya ili isije katokea ajali ya namna hiyo siku nyingine au kwa siku zingine za usoni. Kampasi zote mbili za chuo hiki humpa mwanafunzi uwezo zaidi wa kujifunza kwa vitendo kupitia karakana zilizopo chuoni na zile zilizoko chini ya idara ya uhandisi mitambo ya Shirika la Reli Tanzania. Pamoja na kwamba NACTVET wameweza kusisitiza ya mambo miaka hivi karibuni, lakini mwaka 86 watu walishaliona, ndio maana wakazihamishia hapa kwa ajili ya lengo ya kufanya mazoezi hapa. Kwa hiyo programu zetu hizi za mechanical, electrical na udereva wa treni na uwepo wa karakana ni msaada mkubwa sana, kwa sababu mwanachuo anaelekezwa kitu hapo darasani, lakini pia anapelekwa kule kwenye section, kwenye kaidara kadogo ka unit kanakohusika nako kitu, mfano fabrication, watu wa bogi,
watu wa superstructure, watu wa mafuta kule na kadhalika. Hapa chuoni tuna facilities, tuna karakana ya kuchongea vipuli, lakini pia tuko karibu, kama unavyofahamu chuo chetu kiko karibu sana na stesheni za reli pamoja na karakana. Kwa hiyo kuna practicals ambazo wanazifanya wakiwa hapa chuoni kwenye karakana yetu ndogo, lakini tuna karakana kubwa eneo letu la stesheni. Kwa hiyo wanaweza kwenda workshops wakafanya kule, lakini pia wanaweza wakafanyia hayo matendo wakiwa hapa chuoni. TTEC, the best college in technology. Mafunzo huratibiwa kupitia ratiba maalum inayofanya uwiano mzuri kati ya nadharia na vitendo ili kumjenga zaidi anayepokea ujuzi. Mwalimu akimfundisha anawachukua anaenda kuwa engage na wafanyakazi wenzetu wa shirika la reli ambao wanafanya kazi huko workshop. Kwa kipande kile ambacho kasoma darasani anafundishwa in practical way kinakuwa kimeisha. Kwa hiyo ratiba yetu inaonyesha kuna vipindi vya practical na vipindi vya darasani ambayo mwanafunzi yote hivi anajifunza kwa wakati mmoja. Kwa hiyo baada ya kumaliza hapa anakuwa ni practical oriented, haiwezi kumsumbua pahala popote kwa sababu anakuwa na uwezo huo. Kampasi ya Morogoro ya chuo hiki cha teknolojia ya reli Tanzania iko ndani ya karakana kuu ya ukarabati wa vichwa vya treni ya shirika la reli Tanzania. Hii huwapa nafasi wanafunzi kujifunza zaidi hata nje ya muda wa masomo. Katika kusoma hapa napata nafasi nzuri ya kujifunza kwa sababu kwanza niko mazingira rafiki katika kusomea hii kozi, kwa maana chuo kilipo na kitu ninachotarajia kwenda kukifanya baada ya kuhitimu kiko around na chuo chetu, na lakini pia hata mazingira tunayoishi ni hapa hosteli, sio mbali na chuo. Kwa hiyo napata muda mzuri wa kujifunza. Kwenye kujifunza kwangu mimi naona inarahisisha sana, kwa sababu hapa hivi tupo tuna karakana. Ukitoka darasani umemaliza zako vipindi, unatenga muda wako unaenda. Leo tumesoma pati za engine, unaenda kwenye engine unaangalia, kumbe mwalimu alikuwa anasema kuhusu piston, kumbe piston ndio hii, kumbe inavyofanya kazi ndio hivi. Inaninufaisha kwa maana kubwa zaidi, kwa sababu kama nilivyotangulia kusema awali kwamba unapata kitu kivitendo zaidi, sababu unapokuwa karibu na sehemu ya matengenezo au sehemu ambapo wanafanya matengenezo, na pale ambapo umefundishwa darasani na unaposhuka kuelekea labda kuondoka, then unaona kile kitu kinafanyika, kwa unakuwa na uwezo wa kuelewa zaidi kile kitu. Kwa hiyo kwa nafasi yangu mimi nakuwa napata kile kitu rahisi, tofauti na ningesema tu nijifunze kwa theory peke yake alafu nitakuja kukuta huko mbeleni au nisikione kabisa. Chuo cha reli, twajivunia, twalipongeza shirika la reli la Tanzania kwa kuwezesha mafunzo ndani ya chuo cha reli. Juhudi za serikali ya Tanzania tunaziona. Kwa upande wa kampasi ya Tabora, chuo hiki kuwa karibu na stesheni ya Tabora na karakana za mabehewa na vichwa vya treni huwapa wanafunzi wigo mpana zaidi wa kutafsiri nadharia za darasani kwa vitendo na uhalisia wa kazi husika. Ambayo mafunzo haya huwa yapo ya aina mbili. Kuna mafunzo ambayo yanafanyika ndani ya kipindi ambacho wanafunzi tuko nao kama sasa hivi, ambao baada ya vipindi huwa tunawatouch katika maeneo husika. Kama hapa Tabora huwa tunawatouch hapa Tabora baada ya muda vipindi kuisha kuanzia mchana. Na mafunzo mengine huwa tuna kipindi maalum ambacho kipindi cha likizo. Baada ya kumaliza muhula wa pili tunakuwa na session hiyo ya mafunzo kwa vitendo ambayo inachukua takriban miezi miwili, ambao wanafunzi wote tunakuwa tunawatawanya katika station zote za TRC ambazo sio chini ya 132. Kwa hiyo ni sehemu pia kujifunza na ni sehemu pia ya kuboresha na kuwapa wanafunzi wetu kuwa wataalamu na wabobezi zaidi katika fani zao wanazozichukua hapa chuo cha reli Tabora. If you decided to deduct about 15 PSI, then you restore the 15 PSI, the brake will release. Mafunzo ninayopata yananisaidia
kujua jinsi gani ya kufanya shughuli za reli kwa usalama zaidi na kwa wakati. Niliwahi kupata nafasi hiyo kwenye field practicals niliyofanya katika stesheni ya Morogoro, kusafiri na treni kama mwanafunzi na kupata mkufunzi mzuri aliyenisaidia kujua mambo ya reli yanaendeshwa vipi. Kufanya masomo yangu kwa vitendo inanipa ujuzi zaidi wa kujua namna gani ya kuatendi tatizo lolote linalotokea katika njia ya reli. Inanisaidia kwa sababu inaniongezea ujuzi zaidi. Nafasi zipo kwa sababu unaweza kutoka hapa chuo, unaweza usikia hapa chuo kaenda stesheni kule wanapotengenezea mabewa ya abiria na mizigo, ukaungana pamoja na wale wanaotenda kazi zile, na nikaungana nao nikaanza kufanya hizo kazi. Tunajifunza kwa vitendo mabewa yanapoingia stick line na yanapotoka. Tunahakikisha sisi maseksiala tunakagua hayo mabewa na pia tunaandika ripoti kabla bewa halijaondoka. Nimepata uelewa wa maintenance kutokana na field practical tunazozifanya. Baada ya kumaliza masomo yetu, tunaenda kwenye field practical sehemu mbalimbali kama Tabora Station au Dar Station na kupata uelewa huo. Mafunzo ya vitendo yanachukua asilimia kubwa, naweza nikasema ni asilimia zaidi ya 60, kwa sababu kila ambacho umejifunza darasani ni muhimu zaidi ukienda kukifanya zaidi kwa vitendo, ili kupata uhalisia wa kitu ulichokisomea, ambapo inaweza kusaidia katika kuongeza umahiri au ubobezi katika sekta unayosomea, kwa mfano usafirishaji wa mzigo na abiria. Kitu kilichonifanya nikachagua hichi chuo ni kwa sababu hasa kwenye hii kozi ninaosoma au career niliopo ina mwanya mkubwa wa ajira ambayo inakuajiriwa kwenye shirika la reli, lakini kulingana na module au kozi ninazozipata, kwa mfano kama matengenezo ya engine, matengenezo ya AC za magari au za majumbani, pia siwezi kuwa mtegemezi katika shirika, lakini nao uwanja mkubwa kwenda kuajiriwa au kukubalika kwenye soko la nje mbali na kwenye shirika la reli, au kujiajiri mimi mwenyewe katika career niliyopo. Leo tulikuwa tupo hapa stick line kwa ajili ya kufanya kazi kwa vitendo, kutokana na kwamba darasani tulikuwa tunajifunza theory kuwa ni jinsi gani tunaweza tukafanya kazi tukiwa stick line na usalama wetu. Tukaona kwamba kipindi tupo kazini tunatakiwa tuweke banner flag, ambazo hii banner flag ni viashiria kwamba kuna shughuli fulani inafanyika mbele, ili shunting zozote au process zozote zinazoendelea katika yard au stick line zikifanyika sisi tuwe protected kwa hizi banner flag. Kondo kama hivyo tunavyoona hizi banner flag zinatusaidia sisi tunafanya kazi kwa usalama zaidi ili kuepuka hatari mbalimbali. TTech, the best college in railway technology. Chuo cha reli, twajivunia, twalipongeza shirika la reli la Tanzania kwa kuwezesha mafunzo ndani ya chuo cha reli. Juhudi za serikali ya Tanzania tunaziona. Kwa karibu miaka 80 chuo hiki kimekuwa muhimu kwa kuandaa wafanyakazi wa shirika la reli Tanzania. Baadhi ya wahitimu wake wamekuwa sehemu ya timu iliyoko mstari wa mbele hata katika uendeshaji wa reli ya kiwango cha SGR. Mfano ni hapa Dodoma katika stesheni kuu ya Samia Suluhu Hassan, na vilevile katika reli ya zamani karakana ya vichwa vya treni mjini Morogoro. Sheria na kanuni za uendeshaji wa treni zinafanana. Kwa hiyo sheria na kanuni za uendeshaji wa treni nilizofundishwa chuo cha reli ndio hizi ambazo tunazitumia katika uendeshaji wa treni ya kisasa. Kwa hiyo kutoka uendeshaji wa treni ya MGR kuja uendeshaji wa treni ya kisasa, mifumo yake au sheria zake zinafanana. Kwa hiyo imenirahisishia kumudu majukumu katika uendeshaji wa treni zetu za SGR. Vitu ambavyo tulikuwa tunafundishwa darasani na tulikuwa tunafundishwa kwa vitendo. Tulifanya field kama miezi 2 mpaka 3. Ile field ilinisaidia sana kwa sababu wakati naingia kazini mwanzoni sikuwa naona vitu vigeni sana, kwa sababu nilikuwa nishavifanyia kazi, nishajifunza huko nyuma. Kitu ambacho naweza nikasema na kikumbuka sana ni namna ya ukilifti ile bewa letu, ukilinyenyua kwa juu, namna ya kuangalia hizo bogi
Kwa hiyo jinsi alivyokuwa anatuelekeza walimu wetu, hakuna tofauti kabisa na kile nilichokisoma chuo cha reli. Na kama ukusoma chuo cha reli, ukija hapa kuna watu ambao tunafanya nao ambao wametoka vyuo tofauti, wakifika hapa paka tuwaelekeze. Kwa hiyo kile nilichokisoma chuo cha reli, ukija kwenye practical na zile ambazo nilizozifanya, ndicho ambacho nilichokutana nacho. Kwa hiyo huku kilichoongezeka ni umeme tu peke yake, lakini vyote vinavyofundishwa chuo cha reli ndivyo ambavyo nimekutana navyo hapa SGR. Hiyo ilinifanya mimi kuwa rahisi kwa sababu niliona ni kama marudio na ni muendelezo wa yale ambayo nilikuwa najifunza darasani. But sio muendelezo kwa kuandika, ni muendelezo wa vitendo. Kwa hiyo kwangu mimi ilikuwa ni rahisi kwa sababu nilikuwa nafanya kitu nikiwa nakiona na nilikuwa naelekezwa namna ya kujua changamoto ya vile vitu ambavyo navifanyia kazi na namna ya kuzitatua. Kwa huo ndio ulikuwa ni urahisi mkubwa kwangu. Chuo hiki kina nafasi kubwa sana ya kutoa ajira kwa wafanyakazi, kwa sababu maeneo mengi wafanyakazi wamepungua, aidha wanastaafu, wengine wamefariki, lakini ajira mara nyingi ilikuwa bado haijatangazwa kwa watu wengine. Na ujenzi huu unaoendelea wa SGR kuna nafasi kubwa sana na watu bado hawajaenea. Kwa hiyo nawashauri wawalete watoto wao ili waweze kusoma, kwa sababu nafasi za kuajirika ni kubwa. Tunaamini mwanafunzi wetu akitoka hapa ameiva kwenye hivyo vitendo, ana uwezo wa kupata kitu cha kuweza kufanya kwa ajili ya yeye kujiingizia kipato chake. Mfano nimesema level 4 na electrical installation. Hiyo mtu anaweza akajiajiri, akawa mtu anafanya wiring sehemu mbalimbali za majumba, akajiingizia kipato. Kuna makampuni wanafungua, wanapata leseni, wanakuwa ni mafundi wiring, wanapata kipato. Kwa kadiri level unavyokwenda juu na zile skills anazoacquire kwenye level 5 hadi 6, vipo vitu anaweza kufanya. Wanafundishwa, kuna baadhi ya masomo wanafundishwa kama AutoCAD, kuchora ramani mbalimbali, hivyo pia vinaweza vikamuingizia kipato. Mtazamaji, kupitia mageuzi makubwa katika sekta ya usafirishaji kwa njia ya reli yaliyotokana na mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR, serikali imepanga kuboresha zaidi chuo hiki cha teknolojia ya reli Tanzania kuendana na mabadiliko makubwa ya teknolojia ya uendeshaji wa reli. Kwanza kabisa nipende kuchukua fursa hii kuishukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia shirika la reli na wizara yetu ya uchukuzi kwamba wana mpango mikakati ya kuweza kuboresha chuo chetu hiki, yani kufanya rehabilitation. Kama nilivyosema kwamba chuo hiki kilijengwa mwaka 1947, miundombinu mingi ni wakati huu, lakini sasa serikali imeona kwamba ni wakati mwafaka wa kuweza kukiboresha. Kwa hiyo maboresho yatafanyika na tayari mipango ya bajeti imewekwa katika bajeti hizi za ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR. Kwa hiyo kuna taratibu zinafanyika kwa ajili ya kupata wakandarasi watakao kuja kufanya rehabilitation. Kwa hiyo tunaamini kwamba baada ya kufanyia tukio hilo na mpango mingine ya shirika ambayo inafanyika kwa ajili ya kufanya transformation ya chuo, kuanzia kuzalisha wataalamu wa kisasa kwenye teknolojia ya kisasa ya reli ya SGR na mambo mengine yote. Kwa hiyo tunatumaini kabisa kwamba maboresho hayo yakifanyika, chuo chetu kitaweza kuzalisha wataalamu watakaoweza kufanya kazi katika teknolojia za hali ya juu katika upande huu wa sekta ya reli. Naam, mtazamaji wa Reli na Matukio kutokea stesheni ya Samia Suluhu Hassan hapa Dodoma. Reli na Matukio ndivyo ambavyo inatamatika. Kumbuka leo hii tulikuwa tukikiangazia chuo cha teknolojia ya reli Tanzania TIRTECH, chuo ambacho kilianzishwa mwaka 1947. Kikongwe hiki kikitoa taaluma mbalimbali kuhusiana na uendeshaji na shughuli mbalimbali za reli. Mwisho kabisa tulikuwa hapa stesheni ya Samia Suluhu Hassan tukizungumza na baadhi ya watumishi wa shirika la reli Tanzania TRC ambao walipata nafasi ya kujifunza haya ambayo wanayafanya hapa stesheni ya Samia Suluhu Hassan katika chuo cha teknolojia ya reli Tanzania. Mwanzo tulipata nafasi ya kukitembelea chuo chenyewe, ulishuhudia
kile kinachoendelea, kwa maana ya namna ambavyo wanafunzi wanajifunza katika kampasi ya Tabora, lakini pia vile vile umeshuhudia kile ambacho kinafanyika katika kampasi ya Morogoro. Jina langu ni Hemed Mohamed na mpiga picha ni Agustino Bulegea kwa niaba ya kitengo cha habari na uhusiano cha shirika la Reli Tanzania TRC. Asante na kwaheri kwa sasa, mpaka wakati mwingine katika mfululizo wa vipindi vyetu vya Reli Matukio. Sura